Habari za kutwa mtazamaji wa SKF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya Machi 13, 2026 kwa nami Pendo Gotone. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ametoa pole kwa uongozi wa wilaya ya Kigoma mkoani hapo kufuatia tukio la vifo vya watumishi 6 wa idara ya afya waliofariki dunia kufuatia chombo walichokuwa kisafiria kukumbwa na dhoruba kisha kuzama katika ziwa Tanganyika asubuhi ya leo Machi 13. Nichukue nafasi hii kwa kweli kuwapa pole wale wote wanafamilia ambao wamepata tatizo hili. Kimsingi toka asubuhi kulikuwa leo kuna upepo mkali sana. Hata nilipokuwa nakwenda kazini nishangaa leo imekuwaje tumekuwa na upepo mkali. Lakini TMA jana wakati tunasoma tunaona ile taarifa inaonekana hali ya hewa sio nzuri sana. Lakini ilichotokea ni taarifa hii ambayo nimepokea nikiwa ofisini. Majira ya saa 2 imetokea watu wetu walikuwa wanakwenda kwa ajili ya chanjo Kagunga. Kagunga iko kwenye wilaya ya Kigoma, na Kagunga kwa boti unatumia takriban saa 1 au dakika 45. Lakini kwa kuzungukia Burundi unatumia, niliwahi kwenda nitumia masaa takriban 4-5. Hiyo ni mbali kutoka hapo. Na ni mpakani mwa Tanzania na Burundi. Kwa hiyo wafanyakazi wetu wa afya wapatao 18 walikuwa wanakwenda kutoa chanjo. Kwa hiyo kwa bahati mbaya, kwa sababu hali ya hewa ya ziwani ya upepo haikuwa mzuri, kwa hiyo mtumbwi wetu wa halmashauri uliweza kupinduka. Na katika kupinduka huko watu wetu wa halmashauri, watendaji wetu wa afya wapatao 18 walikuwa kwenye huo mtumbwi wakiongozwa na DMO mwenyewe. Kwa hiyo bahati mbaya taarifa tulizopokea ni kwamba vijana wetu 6 wamefariki, na 3 naambiwa wako hospitali yetu ya mkoa na hali zao sio nzuri sana. Lakini 3 bado tunawatafuta, mili yao tunaitafuta. Kwa hiyo juhudi kubwa inafanyika na wenzetu wa upande wa fire, upande wa polisi marine, lakini na idara yetu ya uvuvi. Kwa sisi kama serikali ya mkoa, ili tukio kwetu ni kubwa sana, limetutikisa sana. Lakini matukio kama haya yanapotokea kuna kitu cha kujifunza sana. Wenzetu wanautabiri hali ya hewa, na hasa sisi ambao tunazunguka na ziwa Tanganyika tuna kila sababu ya kuwa tunasikiliza na kufuata maelekezo yao. Tumekuwa na mila na desturi ya kutofuata maelekezo ya wenzetu wa TMA. Ni jambo la msingi la kufuata, kwa sababu usipofuata utaratibu huu mara nyingi madhara yake ni makubwa, sio kwa familia tu lakini kwa taifa kwa jumla. Jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro linamshikilia mtu mmoja aitwaye Musa Bashiri mwenye miaka 40 wilayani Moshi kwa tuhuma za kufanya udanganyifu na utapeli wa fedha kwa watalii kupitia mitandao ya kijamii. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia mtu mmoja aitwaye Musa Bashiri Mushi. Huyu ana miaka 40, mkazi wa KDC kata Mbokom, wilaya Moshi mjini kwa tuhuma za kufanya udanganyifu na utapeli wa fedha kwa wageni kwa maana ya watalii kwa njia ya mtandao. Mtume huyo kwa nyakati tofauti amekuwa akitumia mitandao ya kijamii kufungua akaunti zenye kujinasibisha na biashara ya utalii na kufanya udanganyifu kisha kuwaibia fedha wageni wanaopanga ama wanaoingia nchini kwa shughuli za utalii. Taarifa za utapeli wa mtu huyo baada ya kupokelewa kituo cha polisi Moshi Kati uliwekwa mtego na kufanikisha kumtia nguvuni Machi 11, 2026. Akaunti ambazo mtume huyo alikuwa anatumia kutapeli katika mtandao wa Instagram ni pamoja na Photon Kili Tanzania na tovuti ya www.photonkilitanzaniaadventure.com. Uchunguzi zaidi unaendelea ikiwa ni pamoja na kukusanya ushahidi ili hatua zingine za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linawasihi wananchi na raia wa kigeni wenye malalamiko ya kutapeliwa na mtu huyo wafike polisi ili hatua za kukamilisha uchunguzi kwa hatua nyingine za kisheria ziweze kuchukuliwa. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linatoa onyo kwa yeyote mwenye tabia kama hizo kuacha mara moja, kwani mkono wa sheria hautaacha kumfikia kama ulivyomfikia huyu Musa Bashiri Mushi. Mbunge wa jimbo la Kilambo Mheshimiwa Edfonsi Kanoni amewahakikishia wananchi katika kata ya Kanyenzi na Legeza Mwendo katika jimbo lake
kukamilishwa kwa vituo vya afya kwenye kata hizo kutokana na serikali kutoa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa vituo hivyo ambavyo kukamilika kwake utaondolea wananchi adha kutembea umbali mrefu kufuata huduma za matibabu. Kituo cha Mwasha ili kikamilike kinadai milioni 195. Kituo cha afya cha Samazi ili kikamilike kinahitaji milioni 60. Ukipiga hesabu ni milioni 600 karibu na pointi za msingi huko. Sasa tuwezi kuendesha shughuli za wananchi ambazo ni kodi kwa miradi inayokuja kwa manufaa yao alafu inapigwa juu kwa juu bila usimamizi mzuri. Maelekezo ya serikali, Mheshimiwa Diwani, miradi yote wananchi wapewe utambuzi wa kutosha, waitambue na wajulishwe ili waweze kufuatilia miradi inavyotekelezwa kwenye maeneo yao. Diwani ajulishwe na wananchi wajulishwe na wawe na haki ya kuhoji mradi unapotekelezwa ili tuwe na uelewa wa pamoja. Leo tulikuwa tunatatua changamoto nyingine, leo bado tunaongelea kituo cha afya miaka 8, miaka 10. Si sawa. Lakini pamoja na yote nimewaomba TAMISEMI watusaidie kuhakikisha basi katika hivi halmashauri tekeleze kwa upande wake, na mimi nimeomba TAMISEMI. Kuna fedha ambazo natarajia kuingia, nimemwambia Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Fedha ambazo mlipanga bajeti kupeleka pale Elegeza Mwendo, kuna fedha ambazo naweza zikapatikana. Tuanze tayari hivi vituo vya afya, kitupendeza sisi wote wa kushirikiana. Kufikia mwaka huu kama ni 4 basi 3 ama 2 vyo vimeshakamilika, kama si vyote. Maki imebakia ni finishing. Mimi ninachokifanya ni kutafuta vifaa tiba na wataalamu ili wananchi waendelee kunufaika. Mradi mmoja tunaujenga miaka 10, tutafanya miradi mingapi mzee? Tunachelewa. Tuwe waaminifu na wakweli kwenye miradi ya wananchi. Hawa wananchi hawataki kubabaishaji. Ukimbabaisha unajibabaisha wewe mwenyewe. Kanyezi hoye. Kwa hiyo zaidi ya wakulima 2800 wa mboga na matunda katika vijiji 10 vinavyopatikana katika hifadhi ya jamii ya Burunge wilayani Babati wametakiwa kuzingatia ubora wa mazao yao ili kumudu ushindani wa masoko ya ndani na nje ya nchi. Wakulima hao ambao ni wanufaika wa mradi wa mbinu bora za kilimo unaotekelezwa na shirika la Hand in Hand East Africa kwa ufadhili wa Chemichemi Association wameeleza kuwa mafunzo hayo yamesaidia kuongeza tija na kuwafungulia fursa mpya za kibiashara ambapo hapo awali hawakuwa nazo. Kwa kweli tunashukuru Chemichemi mkono kwa mkono, maana ilitupa elimu na tulisoma. Baada ya kusoma tukafanya elimu ya vitendo na tulipatiwa wataalamu mbalimbali kuja kuangalia shamba letu. Tulifanya vizuri, hatimaye matokeo tukapata mazuri. Mimi binafsi nilipata faida kubwa sana na nilijifunza vizuri sana mpaka sasa hivi niliamua kuanzisha duka langu na duka langu kupitia elimu ya mkono kwa mkono. Na kama Hand in Hand tunatambua uwepo wa maeneo mbalimbali na mengi ambayo yanatumika kama hifadhi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Na tunaamini bado kuna fursa huko ambazo tunaweza kuwafikia wananchi na tukatoa program kama hizi na wale wanachama ama wananchi waweze kutoa ushuhuda kama tu ambavyo tumeweza kusikia kwa wanachama na wanakikundi ambao wameweza kushuhudia siku leo. Lakini Hand in Hand na malengo makubwa kuanzia 2026 mpaka 2030 ndani ya miaka 5. Nadhani tuliona wakati wa wasilisho kuna kiramani kilichorwa na blue ile inaendelea kutapakaa. Mwanzo tulikuwepo tu maeneo ya Arusha na Kilimanjaro. Lakini tunaona ule kama ni wino basi umemwaga unaendelea kufanya nini? Unaendelea kusambaa kwenye hiyo karatasi. Mradi wa kwanza unaisha, tunaenda kwenye mradi mwingine. Na tunaona mambo mazuri ya Hand in Hand wanatanuka. Wanasema kwenye wilaya zingine na mikoa mingine wanaenda. Nilikuwa naomba pia kwa sababu tumejikita kwenye vijiji 10, basi ikiwapendeza tuendelee kwenye vijiji vingine. Hatuwazuii kwenda kwenye mikoa mingine, ni vizuri sana, lakini kwenye vijiji yetu vingine muendelee, kwa sababu naamini kuna miradi mingi. Huwa mnaandika maandiko na Mungu atawasaidia mtakapokuwa mnaandika kwa ajili ya kubuni miradi mingine ambayo iko kwenye halmashauri yetu. Chemichemi Association pamoja na Hand in Hand Eastern Africa Tanzania, matokeo yake hayako katika tu minyororo ya thamani, lakini tunaona watu wamepata ajira, tunaona pia watu wametengeneza kazi na uunganishwaji wa masoko wa wanachama walioenda kupata elimu hii.
na pia kipato chao kimekuwa kutoka kile kima cha chini cha Mtanzania, lakini kupanda juu zaidi kufikia zaidi ya ile $1 ambayo watu wengi katika kaya zetu wanashindwa kuzifikia. Lakini pia tuna imani kubwa ya mradi ambao unaenda kuanza tena kwa muda wa miezi 46 ambao tumeupa jina ambao unaitwa Inua Manyara Chemchem Association. Tunaamini kwamba kaya hizi 2750 zitakazoenda kuguswa zitaenda kugusa makundi tofauti kwa sasa, ikienda kugusa wanawake, lakini tukigusa vijana pia, pasipo kuwasahau wanaume pia katika shughuli hii ya minyororo ya thamani. Lakini tunategemea kwamba utengenezwaji wa ajira na biashara utakuwa ni mkubwa, kwa sababu tayari watu watakuwa wanajifunza kupitia wenzao waliopita katika mradi uliopita. Kwa imani yetu kwetu kwa Hand in Hand Eastern Africa Tanzania kuleta matokeo katika jamii ya Burunge WMA ni kubwa, na tunaamini kwamba kwa miaka hiyo mitatu na miezi 6 itakuwa ni miaka ya. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda wako thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 27 mwezi Machi patakuwa na kambi ya upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Ukisikia taarifa hii usiwe mchoyo, mwambie na rafiki yako. Mimi ni Pendo Goto, nikutakia sabato njema lakini pia weekend njema.